Isi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Fiti baby, Haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu fiti ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja. Karibu mtazamaji mpendwa tena kwa mara nyingine, ambapo tunaanza kipindi chetu cha safari ya ndoa na family hapa katika studio yetu ya Ung'atet. Hata siku ya leo pia tuko na dada wetu ambao si mgeni tena, bali ni mwenyeji katika kipindi hiki, dada wetu hapa Dasumu, ambao leo pia ataongea mambo mengi, na mada yetu katika siku ya leo ni uaminifu katika ndoa. Na kabla ya hapo, ningependa kuna watu waliandika message kupongeza kipindi. Moja ni Philip Selemu kutoka Keses, dada wetu Rael Mutai kutoka Kiburombe. Wengine ambao waliandika message na maswali nitawasoma baadaye kwa sababu muda wetu wa kipindi si mrefu. Kwa hivyo nataka niombe nimkaribishe dada wetu katika kipindi. Karibuni sana wapenzi, ili tuweze kuwa pamoja. Hebu na tuombe. Baba na mtakatifu Mungu wetu, Mungu wa milele hata na milele, pia katika siku ya leo imekupendeza uweze kutupea ruhusa tuje mbele zako tupate nafasi ya kufunza watu katika TV ya Ung'atet. Mimi pamoja na dada wetu Wakata ambapo pamoja nami katika studio hapa, naomba Mungu ututumie siku ya leo, na ukimaliza kututumia nasi tutakushukuru, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Kwa hivyo katika siku ya leo napenda kukaribisha dada wetu upate nafasi usalimia watazamaji, na umesikia mada yetu siku ya leo ni uaminifu katika ndoa. Nafikiri utawasalimia alafu tunaanza. Basi kabla sijaendelea, ningependa nishukuru Mungu kwa ulinzi wake ambao ametulinda. Tumejumuika pamoja nanyi wiki iliyopita na tena karibuni katika kipindi cha leo, ili Mungu atusaidie na atuwezeshe ili tunapojifundisha fundisho la leo ambayo mada yake ni uaminifu katika ndoa. Karibuni. Asante. Kwa hivyo katika uaminifu, tunaposema neno uaminifu katika ndoa iko upana sana. Lakini katika siku ya leo tunaenda kumulika tu uaminifu sehemu ya kwanza. Alafu baadaye tunaweza kuwa na vipengele fulani ambao vinaweza kuchangia ndoa iweze kuharibika. Kwa hivyo katika siku ya leo dada wetu, nafikiri utaanza katika fundisho la leo. Karibu. Kuna jambo ambalo tungependa tusomewe ili itufungulie katika mafundisho ya leo. Katika kitabu cha Methali 4 fungu la kwanza. Methali 4 fungu la kwanza, maandiko yanasema, wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua ufahamu, kwa kuwa ninawapa mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Katika fungu hilo tunaona ya kwamba katika hilo somo tunaona ya kwamba huyu mwenye alipeana mawaidha hapa hivi, Suleimani, alikuwa anatoa onyo kwa wale ambao wasikii maneno ambayo wanaambiwa. Ukiangalia katika hilo fungu, nataka useme pole pole ndio tuende tukisema. Mwanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu. Yasikilizeni mausia ya baba yenu. Endelea. Tega sikio. Anasema tega sikio. Unajua kitu ambao umeambia tega sikio. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunajifundisha katika Biblia, ambao wengi wanaisoma katika Biblia, na hata kama sio Biblia, kuna mahusiano katika jamii ambayo baba anaongea kama msaidizi wa mwana wake. Aendelea. Anasema upate kujua ufahamu. Upate kujua ufahamu, kwa sababu wanapotega sikio kwa yale ambao wanaambiwa. Ni vile tunavyoongea kwa wakati huu. Tunapotoa maonyo,
tunapofundishana kuna jambo ambalo tutakalipata katika fundisho la aliyoendelea. Sehemu ya pili inasema kwa kuwa ninawapa mafundisho. Kwa sababu inawapa mafundisho mazuri. Kwa kuwa msiache sheria yangu. Anasema msiache sheria zangu. Kila nyumba kuna sheria zao. Hata kwa Mungu kuna sheria zake. So yale yote ambao kwa ujumla tukipata ni hizi sheria ambao tunaegemea na tunategemea kwa vitu vyote ambavyo tunaifanya katika siku zetu tunapoishi katika ulimwengu huu. Endelea fungu la 3. Fungu la 3, maana nilikuwa mwana. Anasema hata kwa sababu mwenye alisema anapoongea maneno haya yote, anasema hata yeye alikuwa mwana kwa baba yake. Mpole. Mpole. Mpenzi wa pekee wa mama yake. Mpenzi wa pekee wa mama yake. Kumaanisha mwenye anaongea hata yeye alikuwa anasikia maonyo ya baba yake na mama yake, kwa sababu hata anasema kwamba yeye hata naye alikuwa mwana wa baba yake na tena kipenzi cha mama yake. Endelea. Inasema kwamba naye akanifundisha akaniambia moyo wako uyahifadhi maneno yangu. Alafu akamwambia moyo wako, yani uyafuate yale ambayo inafanya nini? Umefundisha. Ambao umefundishwa. So tunaona ya kwamba katika mada ya leo tunataka tuangazie haya maneno yale ambayo tunafundishwa katika uaminifu katika ndoa. Je, Mungu anataka nini katika uaminifu wa ndoa? Na anaangalia namna gani wale ambao wanavunja ndoa? Ni nini inafanyika katika ndoa ili watu waweze kusema ya kwamba watu wametengana, mpata divorce, mwingine ameenda, wengine wameuana, wengine wafanya vitu mingi ambayo haikutajwa katika Biblia. Ndio. Endelea ndugu. Mstari wa 6, mstari wa 4, naye akanifundisha shika amri zangu ukaishi. Anasema shika amri zangu ukaishi. So ndio unaona kwamba tunapoekemea katika neno la Mungu, tunapoekemea katika maonyo ya wazazi, tunapoekemea katika mafundisho ya wazazi, tutaishi. Kwa sababu wale ambao waliteka sikio na kusikia maonyo waliishi. Na hata na sisi, kwa sababu kwa wakati wetu ambao tunaona kwa wakati nyakati hizi, tunaona ya kwamba ndoa inaharibika na vitu ambavyo inafanya ndoa iharibike ni kutoaminiana. Kutoaminiana ndio unaona watu wanauana kwa sababu ya hii ndoa. Unaona mtu anaona ya kwamba hii haistahili tena kuishi kwa sababu ndoa imevunjika. So kuna jambo ambalo tutaongea siku ya leo ambao itaokoa wale ambao wakiona ya kwamba ni mapenzi ya Mungu wasikie na kuteka sikio katika neno lake. Niendelee. Jipatie hekima. Nasema jipatie hekima. Jipatie ufahamu. Jipatie ufahamu. Usisahau. Wala usikatae maneno ya kinywa changu. Wala usikatae maneno ya kinywa changu. Neno la Mungu linapoongea na linapotufundisha ni kwamba tunaposikia wito huu tusifanye mioyo yetu ikuwe ngumu. Tuwe watu ambao tuwe wepesi kujua ya kwamba hii ndoa ambao tulipewa na Mungu kwanza ilikuwa takatifu. Tena ilikuwa nzuri sana. Kwa sababu haikukuwa na mambo mengi ambayo tunaiona kwa wakati hii yetu ambao watu wanasema ndoa ni kitu ambaye haingestahili hata ikue. Lakini ilikuwa ni mpango ya Mungu na ilikuwa nzuri. Katika mstari mwingine nasema usimwache naye atakuhifadhi. Umpende naye atakulinda. Hiyo maneno yote mazuri ambayo tunaposikia unapoendelea kujisomea katika hiyo fungu ni kwamba tuekemee neno la Mungu. Tutegemee neno la Mungu. Ndipo tuone mambo ambayo yameweka mawazo yetu kando na neno la Mungu ambayo tunaambatana tukiona ya kwamba ni nini kutokuaminiana kwa ndoa ni nini. Endelea kwa mafundisho ile sasa. Nafikiri tunaposoma hapa dada wetu ametupa kabisa kwamba katika ndoa kuna sheria za ndoa. Na katika ndoa kuna utaratibu ya ndoa. Kwa sababu Mungu aliyowakutanisha angeuacha watu
tukae kama wanyama tusipoelewa kitu. Kwa hivyo tunapoingia katika ndoa tunaambiwa kwamba hapa Sulemani anasema tega sikio mwanangu, usikilize mausia yangu. Na hapa chini anasema ukipenda kusikia haya ambayo umefundishwa yatakuifuata. Kwa hivyo hapa nafikiri kupitia pale naona anasema kwamba atakupa neema kwa kuwa kilemba cha kichwa chako. Kwa hivyo wewe ambao utakaposikia yale ambao dada wetu anaongea ni kwamba Mungu atakupea neema. Ama yale mafundisho ambayo tumesikia kutoka juu yatakuwa neema na kilemba kwa kichwa chetu. Hii mafundisho inatufanya kwamba ili yaweze kutufunika. Mtu akiona dada Agatha anaona ni mtu wa utaratibu katika ndoa yake. Kwa sababu kama hatakuwa mwaminifu, hawezi kufundisha tena mwingine. Ndio maana Biblia imeandikwa iwe taa na nuru kwa ajili za ndoa zetu. Kwa hivyo katika ndoa zetu lazima tuwe utaratibu wa Mungu katika ndoa. Ndio maana hapa tunaambiwa kwamba tusike mausia. Solomon sio yeye wa kwanza kuoa. Kuna watu walioa nyuma. Lakini tunaona yeye alipoingia katika ndoa tunaambiwa kwamba alileta wake wengi, akafanya nini? Maybe sijui kama hii aliandika baada ya kupitia changamoto. Sijui dada wetu unapoangalia hapa Solomon anaandika baada ya ama kabla. Tunapoangalia katika kitabu hiki cha Methali, tunajua Suleimani alikuwa ni mtu kama wewe na mwingine. Kwa sababu mawazo yake yalikuwa anawaza kama mtu yeyote kile. Licha ya yeye kuwa kiongozi ama mfalme. Kwa sababu huyu Suleimani alikuwa mfalme. Na chochote kile ambaye alikuwa anakitaka katika maisha yake alikipata. Na alipoona kimezidi sana akaoa wanawake wengi. Na tena walikuwa na mpango ya kanda ambao alikuwa anaitwa masuria. Ukiangalia katika Biblia na uone vile Suleimani wakati alipokaa katika kiti chake cha enzi. Na ukiangalia vile alikuja akaandika Methali, unaona ya kwamba kuna kitu ambacho alikundua katika maisha yake. Ya kwamba licha ya hayo yote, anasema yote ni kama upepo. Kwa sababu hii yote hakuna kitu ambayo itamfaidi mtu. Katika haya yote aliyofanya alikuwa anaona kweli ni mfalme na alifanya vile alikuwa anataka. Kwa sababu kwanza kwa wanawake wengi tunapata yeye ndiye alioa katika kushinda hata wale wengine wa kwanza. Kwa sababu alikuwa anaweza na ako na uwezo ya kufanya chochote kile ambacho alikuwa anataka. Sasa tunaona ya kwamba katika hii kitabu cha Methali tunaona ya kwamba Suleiman anapoandika anaelewa vizuri jinsi anavyoongea. Tukisikia ya kwamba akasema ya kwamba tega sikio sana. Angalia sana usianguke. Kama ingewezekana kama ungeendelea na kama Suleiman angekuwa tuulize, angesema usifuate njia yangu. Kwa sababu alijua ya kwamba yeye alifuata lakini alianguka. Ndiposa ukiangalia katika kitabu ya Methali na ile ingine ya Ecclesiastes, unaona ya kwamba mhubiri. Sasa yeye akakuwa mhubiri wa ajabu kwa sababu yale yote ambayo tunaongea siku ya leo yeye alipitia. So ni kwamba kumbe kuna nafasi ya mtu kubadilika katika maisha. Kwa sababu kuna mambo ambayo mtu anajirundikia lakini baadaye anachuta kwa kulia na kuomboleza, lakini tunajua ya kwamba Biblia ukiangalia katika Methali unapotazama mingi ukiingia ndani kuna mahali inasema ya kwamba mtu ambaye anashikana na mpango wa kando ni kama mtu ameingia katika shimo ambaye ni ndefu na kutoka huko sio rahisi. Kwa hivyo kulingana na vile umezungumzia kuhusu huyu Sulemani, mna mwingine ameuliza hapa kwamba kuoa wanawake wengi ni dhambi kwa sababu wale watumishi wa Mungu walioa wanawake zaidi. Akataja Daudi, akataja wengi ambao wanajua pale nyuma, na unajaribu kusema kuoa wanawake zaidi. Sijui shida ni nini? Shida tunaona ya kwamba kuoa Mungu kwanza, wacha tuangalie katika Genesis. Anaita Mwanzo. Hiyo Mwanzo tunaona ya kwamba Adamu alipoumbwa
akapewa mke mmoja, akapewa mke mmoja ambaye ni Hawa. Baada ya dhambi huyu kuanguka, ndio hizi zote masaibu yote ambaye zinakumba mwanadamu mpaka wa leo ni kuanguka kwa dhambi. Kwa sababu lakini mpango wa Mungu haikukuwa na hiyo mpango ya kuwa na wanawake wengi. Ya kulingana na Biblia. So tunapoona Hawa vile walifanya, lakini mwishowe walikuja wakatubu. Na mimi nataka niseme ya kwamba kuna wale ambao hata waliniuliza ya kwamba kama unaona kweli Hawa walikosa na wakatubu, si hata sisi tufanye alafu tutubu? Haujui mambo yako yataenda namna gani, na kutubu kwako sijui itakuwa lini. Kwa sababu siku ambayo tuko kwa wakati huu inakimbia. Ujui wakati ambayo itafika mwisho itakuwa siku gani. Kuomesha ya kwamba siku ya leo unaposikia sauti hii, tujue ya kwamba kuna kuokoka, na kuokoka hata Biblia inasema ni hivi leo, sio ya kesho. Tunapoongea na kufundishana hapa katika studio, ni kwamba watu waelewe ya kwamba kuna Mungu ambaye anaangalia kila kitu. Anaangalia moyo ya kila mmoja, vile anavyofikiria, vile anavyowaza, hata kutubu kwako Mungu anaona. Kwa sababu atajua ya kwamba wewe ukiwa mwaminifu na uone ya kwamba na kuelekeza uso wako kwa Mungu, na useme ya kwamba kweli ninajua nimefanya makosa kama Hawa walivyofanya, walisamehewa. Asante. Nafikiri mada yetu leo tunaongea kuhusu uaminifu katika ndoa. Ninaona tumemulikia sana kule kuenda kuwa na wanawake zaidi. Hiyo ni sehemu moja ya kukosa uaminifu. Ninaona kuna vitu vidogo ambao pia vinaweza kuchangia tukose uaminifu katika ndoa zetu. Mara nyingi kama mzee hawezi ambia mama kitu fulani kwa kweli, ama wanadanganyana, huwa saa zingine hapo ni kukosa uaminifu. Kwa sababu uaminifu ni katika mambo madogo sana. Kwa sababu ukianza na neno ndogo, tuseme kama huyu Solomon alipoambiwa na Mungu, omba kitu chochote ambao unataka nikupee, alafu nitakupea. Yeye akaomba kitu moja, akamwambia nipe hekima. Sasa kama Mungu alipea kweli huyu Solomon hekima, na tunaona hizo vitu vyote alifanya, hata akaleta hiyo wanawake si ya Waisraeli. Biblia ilikuwa inasema muoe katika Israeli, msiende nje. Akaleta kutoka Misri, wakuja wakatengeneza madhabahu ya miungu mingine. Kwa hivyo ile hekima ambayo aliomba Mungu, sijui ilienda namna gani. Kwa hivyo ndio unaposema kwamba mtu anaposema kuacha nifanye alafu mwishowe nitatubu. Maisha yetu hatujui. Wakati huu tunamoishi tunaona kwamba watu wanakufa. Nafikiri dada yetu uliona tukiongea pale na mchungaji, siku hizi ni matanga hapa na pale. Huwezi kujua ya kwamba wacha nifanye dhambi ndio kesho niokoke. Kwa hivyo tunapokuwa katika uaminifu, ule mwenzio wa ndoa ambaye Mungu amekutanisha naye, tumia nafasi hiyo muweze kuelewana, muweze kuenda mbele. Maana hata ukienda kando, hata hiyo Solomon ambayo tunasema, ukimsema kabisa baadaye alikuja kurudia mke wake wa kwanza. Kwa hivyo kuonyesha ya kwamba raha yote alipata baada ya kukosa kuwa uaminifu, alikuja akasema ni ubatili. Unaposoma katika kitabu cha Mhubiri. Kwa hivyo sijui ni nini wanaona vitu vingine ambao tunaweza kusema vinaweza kuondoa uaminifu katika ndoa yetu. Kitu ambayo ningetaka niseme ni kwamba kitu ambayo inaweza fanya mtu kutoaminika katika familia yake ama katika nyumba yake ni kwamba maongezi katika nyumba. Kwa sababu Mungu aliumba watu ili wapate kwa kukaa na kuongea na kusuluhisha mambo yao. Lakini mambo mengi ambayo tunaifuata, ingawa kwa wakati huu vitu vimechanganyikana, kwa sababu vitu mingi hata uelewi ni nini ni chanzo chake. Lakini tunaona, nikaacha niseme ya kwamba shetani anataka kuharakisha kazi yake ndio amalize. Kwa sababu tunaposema uaminifu katika ndoa, tunapoangalia katika manyumba zetu, ni kwamba licha ya wale ambao wanaenda kanisani na kuna wale ambao pia waendi kanisani, tunaona siku hizi ni kama wamefanana. Kwa sababu ukiangalia wengi wao wanakozea ndoa. Kwa sababu hii kitu ambayo anasema ya kwamba kutoaminiana
ni kama imekuwa kawaida kwa watu, na wanaona watu wanajipembeleza na mambo madogo madogo ya kwamba mimi sijafanya dhambi, na tunajua hiyo ni dhambi kubwa, kwa sababu yale Mungu ambaye aliongea haiwezi enda kando, na hakuna wakati Mungu ataongea kinyume cha neno lake. Tunaona ya kwamba wengi ya watu ambao wanakaa katika ndoa, wengi ni waongo, kwa sababu mzee akitoka na kufanya vitu vyake huko nje ambaye haijulikani, unapata mwishowe unapata mzee amekaa kwa nyumba ambao huelewi ni nyumba gani, kwa sababu hajalalisha. Kama wale wa zamani walikuwa mtu anaweza oa, mtu wengine walikuwa anaoa, lakini wakati huu kwa sababu amesema sitaki karama tena wanafanya mambo zaidi kuwe ngumu, kwa sababu wanapofanya hiyo vitendo vyao mbaya ya kutafuta mpango wa kando, kufanya chochote kile, tunaona ya kwamba tunakosea Mungu. Na tunaomba ya kwamba hivi, ili watu wa kanisa, sisi watu ambao tunamjua Mungu, tunapoangalia katika neno lake, tuweze kutubu na kutafakari yale Mungu anataka sisi tufanye, ili sisi tuwate nguvu ya kuonyesha wale wengine ambao wajui Biblia ya Mungu inasema nini juu ya hizi maneno ambayo watu wanafanya mbaya ya kuenda kando ya ndoa yako na kufanya vitendo ambayo istahili katika machoni pa Mungu. So ni wazo ambaye ni kubwa na ni jitu sana ambaye inafika kiwango ya wakati huu tunapoongea, tunajua mafamilia wengi wameuana kwa sababu kitu ambayo anaita love triangle. Mtu wako katika nyumba yake ameolewa, alafu kuna wale wengine mpango ya kando ambaye inaharibu hiyo nyumba, mpaka siku moja tunaona ya kwamba nyumba hizi yetu ambayo tunakalia zinakwisha kwa siku moja, na watoto wanabaki ama wote wanaenda pamoja na watoto. So ni changamoto sana ambayo tunalia. Tunajua kwamba siku hizi za mwisho vitu mingi zitatendeka, lakini kwamba wewe ambao uko katika ndoa, ongelesha watu yako, kaa katika nyumba yako katika uaminifu, kwa sababu kama haingekuwa hiyo hatungekuwa na vitu visanga ya kuuana kila wakati. Kwa sababu mtu anapoua mwingine anasema ya kwamba niliona ya kwamba huyu wako na rafiki mwingine wa kando na mimi ni mzee yake, ama huyu mzee ako na rafiki ya kando na mimi ni mume wake. So vitu kama hizo ni changamoto kwa wakati huu ambao tukiongelelea ni kwamba kweli Mungu anataka sisi turudie, ili hii ndoa yetu ambaye Mungu alianzia tupate kuhudumu mpaka Yesu atakaporudi. Nafikiri dada wetu anapoeleza ni kwamba Mungu mwenyewe aliamulisha jinsi wanandoa wanakaa. Lakini wakati ule tutakapouacha na kuenda nje, ndio unaona uaminifu ulipozidi kukosa, watu wakaenda nje, ndio unaona vitu mingi inatoka, magonjwa yakatoka ambaye yanaweza kuleta fundisho kwa jamii ama kwa ndoa ambaye pia utakuwa umechelewa. Jambo lingine ni kwamba tunapoangalia hata wakati huu tumekuwa hata na ugonjwa wa corona. Kama wewe mzee utaenda kuenda katika hizo matanguro, ukikuja juu mmekutana na nani, ukifika hapo nyumbani maybe utaleta corona kwa watu na mnaangamia. Kwa hivyo hiyo vitu vyote ambao zinakuja vile umesema. Kwa hivyo naona kwa sababu ya muda, naona mwelekezi anatuambia bado dakika kama 5. Nafikiri kuna mengi ambayo tunaona msingi wa kuvunjika katika ndoa, pengine mambo ya uaminifu. Ukiona hata Paulo alikuwa anaandika kwamba enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Kwa hivyo tukiona kwamba uaminifu ikikosa hata mke hawezi kumtii Bwana. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tii mume wako katika Bwana. Tunaona mzee anaambiwa penda mke wako kama Kristo alivyopenda kanisa. Sasa kama mzee akienda vile anasema hapo kando, hata kuwa amependa mke wake, na upendo mkubwa unatoka kwa mzee, na mama anaambiwa mtii. Kwa hivyo hiyo yote isipopatikana, hapo ndio tunakosa uaminifu katika ndoa. Sijui sasa tunapomaliza. Naona mwelekezi anasema dakika 5. Nataka unisomee tu kitabu cha Methali. Ngapi? Methali 5 fungu la 8. Itenge njia yako mbali naye. Anasema itenge njia yako mbali naye.
wala usikaribie wala mlango usikaribie wa nyumba yake. malango ya nyumba yake. Huyo ni mpango wa kando. Anapoongelea hapo. Tunaona ya kwamba anasema itenge njia yako mbali naye, wala usikaribie malango yake. Kwa sababu ikiingia ama ukaribie, wewe utakuwa mtumwa katika hiyo hapo mahali. Haya, verse 9 nasema nini? Usije ukawapa wengine heshima yako. Usije ukawapa wengine heshima yako. Na wakorofi miaka yako. Unajua watu ambao wanafunja ndoa hawa ni wakorofi. Kwa sababu tunasema ya kwamba mzee anapovunja ndoa yake na ule mwenye anaendea maybe hata hajaolewa. Na vile anavyo asemi ya kwamba huyu ni mzee wenyewe lazima asikuja, lakini wanakaribisha. So Biblia inasema ya kwamba itenge njia yako kwa watu kama hao. Kwa sababu Biblia inaita makorofi, wakorofi. Kwa sababu hawajali huyu mtu hako na nyumba yake ama chochote kile. Kwa sababu hawa wanaona ya kwamba kama hako na pesa, anachota hiyo pesa, akimalizika anaambia kanyaka njia. Lakini kama ni kweli ni mtu ambao wa zamani ambao walikuwa wanaoa wanawake, tunaona hapo ni tofauti. Lakini hii mpango ya kando ni mbaya, na ni mbaya zaidi, kwa sababu Biblia inaonya kwamba usije ukawapa wengine heshima yako na wakorofi miaka yako. Kwa hivyo pale tunaona kwamba kweli utakapoenda pale mpango wa kando utakuwa mtumwa mahali pale, kwa sababu huyo anataka umlipie nyumba ufanye nini. Kuna siku nyingine tulikuwa hoteli mahali pale, huyo mzee mwingine alikuja na bibi yake wa nyumbani. Sasa wakaanza kukunywa chai. Msichana mwingine akakuja kumwambia, kumbe na hii marai huko naye ni ya wapi? Ule mama akashangaa. Hata kuelewa ni nini yule anasema. Mzee kwa sababu amejua ni nani anauliza, akajaribu kuondoa ule mwanamke huyo msichana. Sasa ikaleta shida sana. Kwa hiyo hilo umesema kweli, usiwape heshima wakora na miaka yako, maana miaka yako itaangamia, kwa sababu ukiteremka chini Malizia 12 anasema ukaseme jinsi nilivyochukia maonyo na moyo wangu ukadharau kulemewa. Kwa sababu nasema ya kwamba mwishowe utakuja kujuta, kwa sababu yale ambao utapata haitakuwa mazuri kwako. So tunaomba ya kwamba wenyewe ya kwamba sisi tunapoombea wale ambao wanafunja ndoa, sisi tunaombea kila mtu apate amani katika ndoa, na watu wakuwe waaminifu katika ndoa vile Mungu alivyoanzisha katika Eden. Kwa hivyo nafikiri katika kipindi cha siku ya leo ni mwanzo tu ya uaminifu katika ndoa, na inapokuwa mwanzo tumeangalia vitu vichache tu vinaweza kuguza ndoa, na tukaona kwamba kweli uaminifu ni pana sana, ikiwa kama mtu mwenyewe hata chunga, kwa sababu tunaambiwa kwamba kaa mbali na hiyo njia ambayo inakupeleka hapa chini. Nasema mwili wako utapata maradhi, mwili wako utaangamia, siku zako zitakuwa chache. Kwa hivyo siku zitakapokuwa chache, si Mungu amekupa siku chache, wewe mwenyewe ndio umeenda mara nyingi unaona katika hata kitabu kingine nasema kunywa maji ya kisima chako. Biblia inasema vizuri, na usikunywe maji ya kila kisima, tumia birika lako. Kwa hivyo hapa kweli kama maybe vile ulikuwa umesema, kama kuna mtu ameenda huko nje, hapa mke umejua mzee yako ameenda nje, ni vizuri arudi. Solomoni alirudi, na aliporudi Mungu akamsamea. Hata huyo wako ambaye ameenda nje usimhukumu. Kama amerudi pokea yeye, kwa sababu wengine walienda, akirudi anakuja akilia. Mwingine alipoenda akirudi anabeba nguo na takarigali ile ya nini, na wengine wameumiza, wengine wamekufia katika manyumba ya watu. Kwa hivyo naamini ya kwamba katika hayo, nafikiri kipindi kisijui kama tutakiendeleza wiki ijayo. Tutakiendeleza wiki ijayo. Ndio. Haya, kwa sababu hiyo hatujamalizia la leo, lakini wiki ijayo tutakuja kumalizia. Kwa hivyo wale ambao mko na maswali, naomba utatuandikia, kwa sababu naona maswali hatujajibu, na wale ambao wanaandika maswali huwa tunawajibu kupitia simu na kuandika message. Kwa hivyo unafikiri kufikia pale, Mungu atakubariki mpendwa mtazamaji, na uwe mwaminifu sana katika ndoa yako,
Maana tutakapokuwa waaminifu tunamkaribia Mungu zaidi. Sijui utasema nini kabla hujaomba ndio. Ningependa niseme ya kwamba tunaomba Mungu aweze kutulindia ndoa zetu. Kwa sababu yeye ni kikingi cha kila jambo. Kwa sababu tukiegemea na kuita, mama ita Mungu, mzee ita Mungu, ili Mungu atuweze kutulindia hizi ndoa zetu. Asante. Kwa hivyo kufikia pale naamini mwelekezi amesema hata tumepita muda, ningependa tuombe, alafu wiki lijalo tutaendeleza kipindi hiki kwa mambo ya ndani kuliko yale ambayo tumesema leo. Hebu na uombe tufunge. Baba na Mungu wetu, tunashukuru, tunainua jina lako. Asante kwa ulinzi wako, umetulinda, umetuongoza katika kipindi hiki. Hata kwa watazamaji ambao wanatuangalia, Mungu wetu, tuikabidhi katika mkononi mwako. Tunajua wengi wanapitia yale ambayo tumewafundisha. Lakini kwa uwezo wa Mungu tunaomba mema kwa Mungu ili upendo ipatikane katika nyumba zetu na Mungu aweze kutufunika katika damu yako. Watoto wako wanalia kila uchao na nyumba zinafunjika kila uchao. Lakini Mungu wetu ambaye ni mwaminifu, tunakualika ili uweze Mungu kutufunika katika mbawa zako na ndoa zetu usipate kutumu kama vile ulivyoanzisha katika Edeni. Mapenzi yako yapate kutendeka sasa hata milele katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina. Mungu akubariki mtazamaji hadi wiki lijalo, na Mungu aweze kukulinda hadi tutakapokutana. Asante, mbarikiwe sana. Haikuwa rahisi tufike leo hii, Na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Fiti baby. Haikuwa rahisi tufike My love. leo hii, Na hapa tulipo ndio siku yetu